serikali huwa inapenda kufanya vitu vyake kwa uhakika. Kuna taasisi ambazo hazitumii wataalamu. Usipotumia wataalamu ndipo panakuja hilo tatizo. Kwa mfano, mwalimu amefundishwa kufundisha, daktari amefundishwa kutibu, mbunifu majengo amefundishwa jinsi ya kujenga na kubuni jengo. Sasa kwenye sehemu nyingine za serikali au taasisi au nje huwa hawatumii hawa wataalamu, na unapochukua fundi ya kujengea, wale wanaitwa fundi Michael, hawaambii ukweli kwamba kabla mimi kuanza kujenga lazima awepo mbunifu majengo ambaye atakatarisha mchoro kwa ajili ya kujenga ile jengo, na yeye atakuwa analisimamia ile jengo. Na katika kusimamia ile jengo, huyu mtaalamu wa mbunifu majengo anakuwa na timu yake, wakadiriaji majenzi na wahandisi na watu wengine. Sasa wanapofanya kitu kwa kusema kwamba unampa huyu, nyinyi gharama kubwa nampa huyu kwa sababu ni gharama ndogo, ndio inakuja gharama inakuwa mara mbili zaidi. Kwa sababu kama jengo halina ubora, ina maana gharama zitakuwa kubwa, kwa sababu baada ya miaka michache itabidi kama linaharibika au mlivunje mjenge upya. Hapa tumekwambia kuna mkadiriaji majenzi. Mchoro unapotengenezwa na mbunifu majengo, mkadiriaji majenzi anauchukua, anasoma ule mchoro kwamba kuna kitu gani kinahitajika, anatengeneza budget ya ule mchoro. Ile budget ya ule mchoro ndio inaenda kupewa mkandarasi, anajenga kutokana na ile budget. Sasa kama huna watu hawa kwenye mradi wako, lazima utapotea na lazima utakuwa na gharama kubwa. Kwa sababu yule atakayekuwa anajenga kwa kufikiria kwamba kwa nyumba fulani pale tujenga kiasi hiki, hii inaweza kuwa ni hivyo. Majengo yana sura tofauti kutokana na sehemu tofauti. Jengo lolote linalojengwa nchini au duniani, kwanza kabla hujajenga unaangalia jengo hili lina ghorofa moja au mbili, unaanza kupima aina udongo ulioko pale. Kwa aina udongo ulioko pale ndio unakusaidia kuweza kubuni jengo ambalo litakuwa na gharama ambayo ni sawa sawa. Wakati mchoro unamalizika, anapewa mkadiriaji majenzi, anaweka tathmini ya gharama yale majengo. Kama ni la ghorofa moja, anapewa mhandisi kuangalia jinsi ya kuweka vyuma kama ni kwenye ghorofa. Sasa hivi vyote vikunganiko, unapata budget ya lile jengo iliyokuwa kamili, ambayo lile jengo litakuwa na vitu vinne: afya, uzuri, usalama na kupendezesha jengo lako na sehemu na ule mtaa. Kwa wasipotumia hawa, ndio haya matatizo yanayokuja, serikali inapata shida. Huko mikoani mara nyingi huwa wanatumia wakina fundi Michael. Sasa fundi Michael hana elimu hiyo ya juu. Kwa hiyo anaweza kumwambia hiki ni kitu cha shilingi 20, lakini kwa sababu anaogopa atapata hasara na anataka apate faida kubwa, ataambia ni shilingi 40. Sasa pale nani anapata hasara? Si serikali. Kwa hiyo tunasema kwamba sehemu za serikali huwa wanafanya vitu kwa uhakika, lakini sehemu nyingine hawafanyi kwa uhakika. Tusipotumia wataalamu ndipo hasara inapokuja, kwa sababu jengo linakuwa na gharama juu bila kujua kwa sababu gani inatokea. Mwingine anaweza kumwambia jengo hili, kwa mfano jengo hili tumejenga Mtwara. Sasa atachukua ile jengo aende kajenge Kagera. Kagera na Mtwara kuna hali tofauti ya hewa na pia kuna hali tofauti ya ardhi. Unapojenga yale majengo, uchukue mchoro ni ule ukajenga Mtwara, gharama yake itakuwa tofauti utakaojenga Bukoba. Kwa hiyo sasa tunachosema ni kwamba wakitumia wataalamu watapata gharama halisi ya jengo na pia uzuri wa jengo lenye afya na usalama. Kwa sababu Zanzibar ina hazina kubwa ya majengo ya zamani ambayo yanahitajia kutengenezwa na kurudishiwa kuyafanyia kazi. Hilo ni jambo ambalo tunashukuru Rais wa Zanzibar alikubali wito wetu, na yeye ni patron wa kwanza wa taasisi ya ubunifu majengo ya Afrika Mashariki. Sisi kama wakadiriaji majenzi tuna nafasi muhimu sana ya kuhakikisha gharama ambazo zinatokana na mabadiliko haya ya majengo na majenzi zinakuwa ni sahihi kwa ajili ya miji salama na maendeleo ya vizazi vilivyopo na vizazi vya baadaye. Naitwa Fortunata Msakamari, ni mbunifu majengo. Kwenye hafla hii ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya semina hii itakayofanyika Morogoro. Katika semina yetu tunategemea kupata washiriki zaidi ya 600 ambao watakuwa East Africa na Afrika kwa ujumla na duniani, kwa sababu
chama chetu, chama cha wabunifu majengo Tanzania, kinashirikiana na wabunifu majengo wa East Africa, wabunifu majengo wa Afrika na